Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa, hasa kutoka vita ya Urusi na Ukraine, na muda huu utasikia taarifa kuhusu wanajeshi wa Urusi ambao wameshambulia maeneo ya kijeshi, viwanda na nishati huko nchini Ukraine. Na hii ni taarifa ambayo pia inatoka moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambapo wanajeshi wa Ukraine wapatao 1385 wameweza kuuawa na mashambulizi hayo ya hivi punde kutoka vikosi vya Urusi katika mstari wa mbele wa kivita. Karibu sana katika undani wa taarifa hii, na pia nakukumbusha kwamba unaweza ukajiunga nasi ama unaweza ukabonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo. Pia taarifa zetu zote hizi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Wanajeshi wa Urusi wameshambulia maeneo ya kijeshi, viwanda na nishati vya Ukraine katika saa 24 zilizopita katika operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti hivyo kuhusu taarifa mashambulizi hayo. Kwa kujibu mashambulizi ya kigaidi ya Ukraine kwenye vituo vya raia katika eneo la Urusi, vikosi vya jeshi la Urusi vilitekeleza shambulio la pamoja usiku kucha kwa kutumia silaha za masafa marefu za ardhini na pia kushambulia magari ya angani yasiyo na rubani kwenye makampuni ya sekta ya kijeshi, viwanda na miundombinu ya nishati ya Ukraine ambayo inaunga mkono operesheni zake. Wizara imeweza kueleza hivyo, ambako pia wizara imesema ya kuwa malengo ya shambulio hilo yalifikiwa. Malengo yote yaliyolengwa ama yaliyotengwa yalishambuliwa, na kwa ujumla jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1385 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita katika saa 24 zilizopita. Hii ni kulingana na data ya hivi punde ya Urusi ama ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 150 na magari matatu ya kivita katika eneo la uwajibikaji la kaskazini mwa vikosi vya Urusi. Pia wanajeshi 230 wameuawa na magari matatu ya kivita katika eneo lake la uwajibikaji kutokana na mashambulizi ya vikosi vya Urusi vya Magharibi, na takriban wanajeshi wengine 85 wameuawa na magari 6 ya kivita katika eneo la uwajibikaji la mapigano la vikosi vya Urusi upande wa kusini. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine pia limepoteza takriban wanajeshi 520 na magari 7 ya kivita katika eneo la uwajibikaji la kituo cha mapigano la Urusi. Takriban pia wanajeshi 320 wameuawa na kizindua roketi cha MLRS ambacho kimetengenezwa Marekani katika eneo lake la uwajibikaji la mapigano la mashariki mwa vikosi vya Urusi, huku pia zaidi ya wanajeshi 80 wa Ukraine na gari la kivita katika eneo la uwajibikaji limeharibiwa na vikosi vya Urusi vya Dnipro. Na huo ndio mchangano ambao pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuainisha kwa kila ambacho pia kila brigedi ya kusini, kaskazini, mashariki, magharibi na vikosi vya Dnipro vimefanya operesheni zake kwa muda wa saa 24 ambazo zimekwisha kupita na kusababisha maafa ambayo pia wizara imeweza kuripoti pia, kama namna ambavyo nimekuainisha hapo kwamba kila brigedi pia imesababisha maafa kwa baadhi ya wanajeshi, lakini pia baadhi ya vifaa vya kijeshi kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa muda mchache ambao umekwisha kupita au saa 24 ambazo zimekwisha kupita. Wanajeshi wa Urusi pia waliharibu kifaa cha mashambulizi na gari la kubeba mizigo la mfumo wa makombora ya ulinzi wa pwani ya Neptune ya Ukraine katika siku la kuisha kupita. Pia ndege za uendeshaji mbinu kushambulia magari ya angani yasiyo na rubani. Wanajeshi wa makombora na mizinga ya vikosi vya Urusi viliweza kuharibu kifyatuaji na ama kifaa cha kufanya mashambulizi cha mizigo cha mfumo wa makombora ya ulinzi wa pwani ya Neptune na kushambulia karakana za utengenezaji wa magari ya angani yasiyo na rubani na pia maeneo ya muda ya kupelekwa kwa vikosi vya silaha vya Ukraine na mamluki wa kigeni katika maeneo 154. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema hivyo katika taarifa yake. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi viliweza kuangusha magari ya angani yasiyo na rubani 281 ya Ukraine na mabomu mawili ya kijanja siku moja kuisha kupita. Uwezo wa ulinzi wa anga uliangusha mabomu mawili ya angani yanayoongozwa na magari 281 yasiyokuwa na rubani
Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema hivyo katika taarifa yake ya mashambulizi ya vikosi vyake dhidi ya vikosi vya Ukraine. Licha pia ya taarifa hiyo kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuchapisha taarifa ya kuhusu mashambulizi ya vikosi vyake katika muda wa saa 24 ambao zimekwisha kupita. Taarifa nyingine ni kuhusu Urusi kufanya mashambulizi katika mgodi wa makaa ya mawe katikati mwa nchi ya Ukraine, ambako pia vikosi vya Urusi viliendelea kufanya mashambulizi kwenye mgodi wa makaa ya mawe katika mkoa wa Dnipropetrovsk, huku watu 496 wakiwa chini ardhi. Kampuni ya nishati ya Ukraine maarufu kama DTEK imeripoti hivyo kuhusu taarifa mashambulizi ya Urusi kwenye mgodi wa makaa ya mawe huko Dnipropetrovsk. Mgomo huo uliashiria shambulio la 7 la Urusi dhidi ya makampuni ya makaa ya mawe ya DTEK katika miezi miwili iliyokwisha kupita, huku Moscow ikizidisha kampeni yake ikilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine kabla majira baridi kali. Timu za uhandisi pia ziko zinafanya kazi ili kupunguza uharibifu ili kurejesha shughuli haraka iwezekanavyo, ambako pia kampuni hiyo imesema katika taarifa yake kufuatia shambulizi hilo. Wafanyakazi wote wa mgodi walifikishwa juu ya ardhi salama na hakuna aliyejeruhiwa, kampuni hiyo imesema. DTEK ni kampuni kubwa zaidi ya nishati binafsi nchini Ukraine, ambapo vifaa vyake vimelengwa katika mashambulizi mengi ya Urusi na kulazimisha kusimamishwa kwa uzalishaji wa kuvuruga usambazaji wa joto la makazi. Shambulio kama hilo la Oktoba 19 pia liliweza kulenga mgodi wa makaa ya mawe katika eneo hilo na kuwakamata wafanyakazi 192 chini ya ardhi. Mkoa wa Dnipropetrovsk uko katikati mashariki mwa Ukraine na kituo cha utawala cha eneo hilo ni jiji la Dnipro, mojawapo ya vituo vikubwa vya viwanda na utamaduni huko nchini Ukraine. Urusi imeongeza mashambulizi dhidi ya mfumo wa nishati wa Ukraine kuelekea msimu wa baridi na kuathiri miundombinu muhimu na kuwaacha mamia maelfu ya kaya bila umeme. Waukrainia wanajiandaa kwa msimu mwingine wa baridi kali, huku Urusi ikilenga kulazimisha kile Rais Volodymyr Zelensky alichokielezea kama janga la nishati kote nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda huu. Pia taarifa zingine zaidi zinafuatia hapo baadaye. Endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa ripoti zaidi kutoka kimataifa, hasa vita ya Urusi pamoja na Ukraine.